Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya jambo ambalo kwa sasa linazungumzwa ni tetesi za usajili, na tunafahamu kwamba tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa moja kati ya tetesi ambazo pengine zimeendelea kuzungumzwa sana ni kuhusiana na klabu ya Kaizer Chiefs chini ya kocha Tunisia Nasri Nabi, ambaye tumeona ni kama amezamiria kuzibomoa timu kutoka Tanzania. Kwa nini nazungumza hivyo? Bwana, kumekuwa kuna tetesi nyingi sana za Kaizer Chiefs kuhusishwa na baadhi ya wachezaji kutoka Tanzania, na ni kutoka ndani ya vilabu vya Simba, Yanga pamoja na Azam. Sasa moja kati ya tetesi ambayo niko nayo kutoka ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs kwa upande wa wachezaji kutoka Tanzania, bwana, Kaizer Chiefs wameendelea kuhusishwa na kumhitaji Maxim pia Nzengeli kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, moja kati ya tetesi ambayo imeendelea kuzungumzwa ni kwamba Kaizer Chiefs imeanza mazungumzo na management ya mchezaji Maxim Nzengeli mwenye umri wa miaka 25 wa Yanga ili kupata saini yake kuelekea msimu ujao. Bwana, Nzengeli anamaliza mkataba wake na wananchi mwishoni mwa msimu huu na bado hajasaini mkataba mpya. Bado Yanga pia inamhitaji Maxim Nzengeli kwa msimu ujao, na baada ya kumalizika kwa msimu huu wataanza mchakato wa kusaini mkataba mpya haraka. Bwana, ni moja kati ya tetesi ambayo ipo kuhusiana na Maxim pia Nzengeli kuhitajika na Nasri Nabi. Ni moja kati ya wachezaji pia ambao Nasri Nabi amepata nafasi ya kumfundisha. Lakini ukiachana na Maxim pia Nzengeli, bana, uongozi wa Kaizer Chiefs pia bado unafuatilia kwa ukaribu mchezaji wa kimataifa wa Simba na timu ya taifa ya Tanzania Kibu Denis Prosper. Bana, inaelezwa pia timu nyingine kutoka South Africa, Orlando Pirates, wanavutiwa na mchezaji huyo pia, huku wakiweka uwezekano pia wa kufanya swap kwa kumleta kiungo wao Kimvuidi na kumchukua Kibu Denis. Wana uongozi wa Simba bado haujafanya maamuzi, lakini dili hilo linaivutia pia klabu hiyo na kuna mazungumzo yanaweza kuanza. Kwa hiyo ukiachana na Maxim pia Nzengeli, pia Denis Prosper bwana, ni moja kati ya wachezaji ambao wanahitajika na klabu ya Kaizer Chiefs. Lakini ukiachana na Kibu Denis, mchezaji mwingine ambaye anahusishwa kutoa ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs ni Faisal Salum Feitoto, moja kati ya wachezaji ama moja kati ya viungo washambuliaji ambao ameendelea kuwa na kiwango bora. Bwana, tunafahamu kwamba Profesa Nabi pia ni moja kati ya makocha ambao wamemfundisha Faisal Salum Feitoto akiwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa anajua ubora wake, anajua pengine nini anaweza akaweza kumtumia ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs. Kwa hiyo Nabi pia ameendelea kuhusishwa na kumhitaji Faisal Salum Feitoto ndani ya klabu hiyo. Lakini ukiachana na Faisal bwana, Kaizer Chiefs imeendelea kuhusishwa na mchezaji Dese Mkwala, Steven Mkwala. Bwana, ni moja kati ya washambuliaji ambao pia Profesa Nabi amevutiwa nao, na tetesi zinazungumza kwamba Kaizer Chiefs wanamhitaji Steven Mkwala. Na nikukumbushe tu kwamba kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao ulipigwa kwenye uwanja wa KMC Complex, Profesa Nabi alikuwepo kwenye mchezo huo, na ni moja kati ya mechi ambayo pengine alivutiwa na Steven Mkwala. Lakini pia story nyingine mara baada ya mchezo huo ni kwamba amevutiwa pia na Jonathan Soa ambaye pia yuko kwenye rada za Yanga na Simba pia. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Profesa Nabi amezamiria kufanya ubwela kwenye vilabu hivyo vya Simba, Yanga, Azam, lakini pia Singida Black Stars wakiendelea kuhusishwa. Clement Mzize ni moja pia kati ya wachezaji ambao Kaizer Chiefs wana mzungumza ama tetesi zinahusisha wao kuhitaji saini ya mchezaji huyo. Kwa hiyo unaweza kuona pia bado Kaizer Chiefs wameendelea kufuatilia baadhi ya wachezaji kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Clement Mzize akihusishwa kwa Stefano Azizki alihusishwa kutua ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs, lakini Wydad Casablanca ndio ameshinda vita hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona Kaizer Chiefs wao wamebakiza vita kwa Clement Mzize, ambaye Clement Mzize pia alikuwa anahusishwa kutoa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo tetesi nyingine kuhusiana na Clement Mzize ni kwamba Kaizer Chiefs wameendelea kuhusishwa na mchezaji huyo. Lakini tetesi nyingine
ni kwamba Mohamed Hussein Shabalala ni moja kati ya wachezaji pia ambao wamezungumzwa mara kadhaa na Kaizer Chiefs kwamba pengine huenda wanahitaji saini ya mchezaji huyo. Kwa hiyo tetesi nyingine kumhusu Mohamed Hussein Shabalala ni kwamba Kaizer Chiefs pia nao wameonyesha nia ya kumhitaji mchezaji huyo Mohamed Hussein Shabalala. Kwa hiyo tetesi ni nyingi kuhusiana na klabu ya Kaizer Chiefs kuhitaji baadhi ya wachezaji kutoka ndani ya ardhi ya Tanzania, wakiwemo hao ambao nimekujuza kina Maxim pia Nzengeli, lakini Steven Mkwala pamoja na Kibu Dennis, Clement Mzize, lakini kuna tetesi nyingine ambazo zilikuwa zikimhusu Leonel Ateba Mbida na yeye kuzungumzwa na klabu ya Kaizer Chiefs. Kwa hiyo ni tetesi ni nyingi kuhusu klabu ya Kaizer Chiefs na baadhi ya wachezaji kutoka kwenye ardhi ya Tanzania, wakiwemo hao ambao nimekujuza. Kwa hiyo tusubiri na kuona, pengine huenda tetesi hizi zikafanikiwa ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs, ama huenda zikasalia kwa tetesi, ama huenda pengine Profesa Nabe akafanikiwa kuchukua baadhi ya wachezaji ambao pengine naona wanaweza wakamfaa kwenye kikosi chake cha Kaizer Chiefs. Nafahamu kwa sasa Kaizer Chiefs ni moja kati ya vilabu ambavyo wameendelea kufanya maboresho kwenye kikosi chao, na hii ni kutokana na pengine na mahitaji ya Profesa Nasir Nabi ambaye mara kadhaa tumeona akija Tanzania na kuondoka, na hiyo ni kwa sababu tu ya kuhitaji baadhi ya wachezaji ambao wanatamani kufanya nao kazi kama ambavyo waliwahi kufanya nao kazi kwenye ardhi ya Tanzania. Ni wachezaji wengi sana ambao wameendelea kuhusishwa na klabu ya Kaizer Chiefs chini ya Profesa Nasir Nabi ambaye tuliona amefanya vizuri sana akiwa na klabu ya Yanga, na tumeona akifanya vizuri na baadhi ya wachezaji kama Fiston Kalala Mayele ambaye pia yeye ndani ya klabu ya Pyramids bana. Taarifa ama tetesi zinazungumza kwamba anahitajika na klabu ya Kaizer Chiefs. Kwa hiyo unaweza kuona Nabi anahitaji wale wachezaji ambao wamefanya nao kazi na ambao walimpa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo wachezaji wote ambao nimekutajia, wengine hajafanya nao kazi kama Kibu Dennis, pengine alimuona wakati walipokuwa kikutana pengine Yanga na Simba, lakini pia pengine alikuwa anamfuatia kwa ukaribu kwa sababu alikuwa anafundisha kwenye ardhi ya Tanzania. Lakini pia mchezaji kama Jonathan Soa alimuona kwenye mchezo dhidi ya Simba. Dese Mkwala alimuona kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Lakini mchezaji kama Maxim pia Nzengeli amefanya naye kazi, Faisal Salum Feitoto amefanya naye kazi, Clement Mzize amefanya naye kazi, Fiston Kalala Mayele amefanya naye kazi, na wachezaji wengine ambao wameendelea kuzungumzwa kwamba huenda wakatua ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo zipo kwa klabu ya Kaizer Chiefs kuhitaji baadhi ya wachezaji ambao wanakipiga kwenye ardhi ya Tanzania, ama wengine ambao wameshawahi kukipiga kwenye ardhi ya Tanzania kama Fiston Kalala Mayele ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Pyramids, na tumeona akibuka mfungaji bora wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo mimi nimeona nikusogezee kuhusu klabu ya Kaizer Chiefs ambayo imeendelea kufuatilia baadhi ya wachezaji. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.